Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yes bwana, unaitazama JNDR Mtita TV, rafiki namba moja burudani na michezo. Mimi naitwa Chris Beda, Mwana Janduro, na nyuma ya kamera ni AP Classic Wear. Mulibwanji, mwanaongeza bwanji. Nipo na shabiki kindakindaki, Lialia, mwanachama wa timu ya Simba Sports Club Mnyama. Huyu si mwingine ni Mnandi JR. Kubwa zaidi ni kuelekea dabi ya Kariakoo tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025. Yeye anazungumza nini? Lakini pia kocha wao Fadlu Davis amepewa adhabu kwa kuwashutumu bodi ya ligi kwamba wamepangia ratiba mfululizo. Yeye pia anazungumza nini? Tukianzia hapa kwa kocha Fadlu Davis mara baada ya kuweza kupewa adhabu hii. Mambo vipi kaka Mnandi? Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema wa kutujalia pumzi. Niko salama, tunakutana tena kwa mara nyingine. Maana tulipotezana kidogo kwa muda. Ni kweli kabisa. Najua ni harakati za hapa na pale. Yes, ni kweli. Tuanzie hapa bwana. Fadlu Davis kocha wenu amepewa adhabu mara baada ya kulalamikia mpangilio wa ratiba kwamba imekuwa ni karibu mno, kwa akahisi kama pengine bodi ya ligi wana jambo lao na Simba Sports. Adhabu imetokea. Hivi basi kuna nini, unalipi la kuzungumza? Mimi binafsi kwanza nipongeze bodi ya ligi na kamati ya masaa 72 kwa kuchukua hatua kwa wale wote ambao walihusika kwenye ule mchezo dhidi ya Singida. Nadhani ndo walikopata adhabu. Ni sio yeye tu na kocha wake wa viungo. Mimi namuita tu Kiduku. Kocha wangu wa viungo ambaye ananyoa Kiduku. Na yeye pia amefungiwa michezo mitatu na faini milioni 1. Lakini yeye pia amepigwa faini ya milioni 2 Fadlu Davis. Lakini nilisikia vyombo vingi vya habari vikizungumza kwamba kwa nini apigwe faini tu? Kwa nini asifungiwe? Mbona bwana? Mbona waamuzi wamefungiwa? Unajua wachambuzi wa nchi wanatakiwa wabadilike. Wajue wanapozungumzia mpira umebeba mioyo ya watu. Wasio wanazungumza tu kwa utashi. Kwa sababu mimi nyuma mwiko au nimepewa saada senti sehemu fulani, basi nitasimama kwenye kipindi nitazungumza kwa sababu ya nguvu ambaye nimepewa sehemu fulani. Hiyo itakuwa inatuharibia mpira wetu wa Tanzania. Unajua kila kitu sasa hivi kiko wazi, hakijifichi. Kwenye kanuni kocha hataki kulalamika juu ya bodi ya ligi na TFF kwa ujumla kwenye mchezo husika. Lakini wao wenyewe waliopitisha ni viongozi wa klabu ndio wamepitisha. Viongozi wote 16 ambao wamekutana kwenye mapendekezo ya kanuni wamepitisha hiyo kanuni. Maana hiyo sio sheria. Hiyo ni kanuni ambayo wenyewe kwenye mapendekezo yao wameona inafaa ikapitishwa. Kwa hiyo yoyote ambaye atafanya kinyume na utaratibu, maana yake ana haki ya kufanyaje? Ya kwenda kuadhibiwa. Lakini tunaona Risasi amefungiwa sawa miezi 6 kutokuchezesha mechi kwamba hakutofasiri sheria katika mchezo ule dhidi ya Singida. Sisi tunajiuliza Kayoko mchezo wa tarehe 19 mwezi wa 10 alikataa penalti 2, alikataa goli, lakini alikubali goli ambaye mpira umetoka umerudi tena ndani, mpira unaenda kuingia golini wanaita kati. Lakini yule alienda aliwekwa sehemu kwenye sanduku, katulia, akapumzishwa, baadaye karudi anaendelea kuchezeshwa. Na hatujapewa taarifa yoyote. Sasa tuliambiwa anapelekwa kwenye kamati ya waamuzi. Lakini huyu hakwenda kwenye kamati ya waamuzi. Kamati ya masaa 72 moja kwa moja imeenda kutoa hukumu. Lakini yule alipelekwa kwenye kamati ya waamuzi. Lakini kwenye kamati ya waamuzi imeenda ikamfungia kwenye kabati. Kwa hiyo naamini pia kamati ya waamuzi na kamati ya masaa 72 bado haitendi haki. Kama anafungiwa Kayoko, hata yule alitakiwa afungiwe, sio asimamishwe bila taarifa yoyote. Kwa sababu aliwakosea watu kukosa pointi 3, watu walivuja jasho na damu hapa. Walistahili kupata pointi 3, lakini aliwanyima watu pointi 3. Kwa hiyo wanapoamua kutofasiri sheria, basi wafanye kazi, wamhukumu mtu anapostahili kuhukumiwa. Sio muangalie huyu anastahili kuhukumiwa, yule huyu hawezi kuhukumiwa. Kwa sababu kuna sehemu kuna nguvu kubwa. Hiyo haitoleta maana. Mimi kwa kweli ile sijapendezwa nayo. Imekuumiza kama shabiki? Imeniumiza vizuri sana kwa sababu mnapotunga kanuni, sawa, zitakuwa zifuatwe. Msitunge kanuni zinachagua mtu na mtu wa kufuata. Kama kosa kafanya kocha ahukumiwe. Kama kosa kafanya mwamuzi ahukumiwe, na kama kosa kafanya mchezaji ahukumiwe pia. Leo tunaona Soa kitendo alichokifanya na kitu alichofanywa ni tofauti. Soa alitakiwa asimalize hata mechi zilizobaki zote hizi. Hakustahili kuonekana uwanjani kwa sababu Soa kafanya kitendo kikubwa pengine kuliko alichokifanya Risasi. Amechomoa kibendera amekitupa. Manake kuonesha kwamba yeye ni dharau iliyopitiliza. Ni jeuri ya namna gani? Eti leo anaenda kupigwa faini tu. Kwa hiyo manake ile wanafanya kwamba kesho akafanya tena. Ile sio alikitupa, kesho anakivunja kabisa. Si hasara hiyo. Maana kutupa mtakirudisha mtakichomeka tena. Akikivunja manake mkanunue kingine. Hiyo si hasara. Sasa unasipoziba ufa mapema manake utaenda kujenga ukuta. Kwa hiyo mimi naamini kwamba hizi kamati za masaa 72 zitofasiri sheria ambayo wenyewe wamejitungia ili zifanye kazi. Lakini wasichague hii tunamhukumu fulani tunamwacha. Hiyo hapana.
Kwani katika hizi unadhani kuna upande ambao pengine bodi ya ligi wamefanya upendeleo? Upande upo ambao wamefanya upendeleo kwa sababu tukienda kwenye mwamuzi Elisasi kafungiwa miezi 6. Haikuchukua hata mwezi. Ni saa 72 tu. Elisasi anafungiwa miezi 6. Lakini Kayoko hakuna habari ya saa 72 wala saa 74. Kamati ile imekaa imetoa hukumu nyingine tu, timu imepita mlango sio ikahukumiwa sini, lakini mwamuzi kapelekwa kwenye kamati ya waamuzi. Zoezi lake lilionekana gumu, lakini huko alikokwenda huko, uamuzi wote uliotokea huko sasa tujui. Mpaka leo hii tunamuona Kayoko karudi anachezesha mpira. Hasa tujui Kayoko kwamba alikuwa na matatizo ya kifamilia, alisafiri ama la. Maana karudi anaendelea kuchezesha na tujaambiwa chochote mpaka leo kutoka kwenye kamati ya waamuzi. Kwa hiyo tusidanganyane na tusipotoshe umma. Bodi ya ligi fanyeni kazi iliyokuwa sawa sawa. Na nyinyi hizo kamati mlizozitunga kamati za masaa 72, basi ziweke kamati za masaa 72 kweli, lakini zisichague watu wa kuwahukumu. Hukumuni kila mtu ambaye anakosa, ambaye kwenye kanuni mmejitungia wenyewe. Maoni yangu ni hayo kikubwa. Sawa, ndio kocha wenu pia amepewa ile adhabu, kocha msaidizi. Lakini sasa katika nyinyi mashabiki na mlionekana mkimrushia vitu mashabiki ambao walikuwa pale. Semi ni wewe, ila baadhi ya mashabiki wenzako wa Simba wakirusha vitu ambavyo vilikuwa nahisi mwenyewe uliona ile tukio ile pale, nayo unaizungumziaje? Unapoona mashabiki wanarusha chupa au wanarusha kitu chochote kile kumfuata muamuzi au mchezaji, basi kuna tukio limefanyika tofauti, na ndio maana mashabiki wanafanya hivyo. Na sio hapa Tanzania, tunaona hata barani Ulaya, sio hapa. Yaani hivyo vitu tunaona sana, sio vigeni. So mimi mpira nafuatilia, sifuatilie kwenye bara la Afrika tu na kwenye ligi yangu. Mimi nafuatilia mpaka barani Ulaya. Kwa hiyo mimi hivyo vitu sio vigeni. Umeona? Hivyo vinatokea mtu kwamba damu imeshachemka, timu yake anachokihitaji hajakipata, au na muamuzi labda anafanya kitu tofauti. Hiyo tunaona. Sababu hata mpira ya mchangani waamuzi wanakuwa mpira unaenda kumalizia nyumbani kwao. Mechi inakuwa gazishi. Lakini kwa sababu kule ulinzi upo wa kutosha na yeye haruhusi kuingia kwenye pitch, basi yeye ataona kile ambacho kinafaa. Anakifanya kwa wakati ule. Lakini sio kitendo cha kiungwana na sio kitendo chema, lakini tunafanya baada ya kuona mtu anafanya tofauti. Hata wewe hujatolewa nyongo, mtu anafanya kitu tofauti utamwacha. Utamshindikiza kwa maneno haitoshi, hayamfikii. Lakini kiwa na kitu kimdondoshea pale, inawezekana kaelewa. Na ndio maana wao walimtupia chupa Soa. Sababu Soa alichokionyesha sio kwanza aliwatukana, alileta ziaka. Tena ile itakiwa pasuke kabisa. Sio kurushiwa chupa tu. Yule itakuwa watu wamchukue apige vitasa. Sababu kama mchezaji unafanya vitu ambaye havina maana, yule ni professional. Sawa, kama professional player onesha basi uprofessional wako. Sawa, mambo acha wafanye local player hapa ndani, sio wewe. Umetoka nje umekuja kutafuta maisha afu unakuja hapa unakuja kuleta dharau. Kwa hiyo yule itakuwa apigwe vitasa. Ili ambiwe hapa ndo Tanzania. Ukileta dharau watu wanakunyoosha. Yaani ile adhabu alopewa ni ndogo sana. Ile itakuwa afungiwe michezo ile baki yote, asihusike uwanjani. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma na hii ni Brand Hotel. Unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773-467-756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.